Sasa story ya hivi karibuni ambayo watu wamekuwa kiongea sana ni ilikuwaje Iran wakaweza kutumia jet ya F5, jet yenye umri wa miaka karibia 67 kushambulia kambi ya Marekani ya kijeshi. Tulikuwa tunajua mashambulizi ya Iran yalikuwa yamefocus kwenye makombora ballistic pamoja na drones. Lakini kumbe hata Air Force yao, Air Force ambayo tulikuwa tunajua tayari imeshaharibiwa na yenyewe iliweza kushiriki kwenye haya mashambulizi na kupata mafanikio. Sasa leo tunakwenda kuangalia ni kitu gani kilichotokea hapa, sababu hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa kambi ya jeshi ya Marekani kushambuliwa na ndege ya adui toka mwaka 1960, unajua kwenye vita ya Korea. Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV show ambayo leo itakuonyesha ni jinsi gani Patriot ilifanikiwa kulala tena kwenye uwanja wa vita. Usiache kulike hii video, kucomment, lakini pia mwisho usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video kama hizi pale tu zinapotoka. Na hizi video zinachelewa kutoka, kwa hiyo Sasa kitu cha kwanza ambacho tunajiuliza ni wapi Iran walipopata data, unajua data ambazo ziliwezesha kuweza kufanya mashambulizi. Hii ni kama TZ tulivyokuwa tunajiuliza ni wapi Dr. Slaa anapotoa data. Okay, sasa kuna ripoti zimetoka zikionyesha kwamba Iran walifanikiwa kusaini mkataba wa dola karibia milioni 36 na kampuni la China. Na hili ni kampuni ambalo la miliki satellite kwa jina la TEE-01B. Hii ni Earth Observation Satellite. Kwa hiyo hii ni satellite ambayo ina operate umbali wa kilomita 545 kutoka kwenye uso wa dunia. Na orbit ambayo hii satellite inafanya kazi ni Sun Synchronous Orbit, nikimaanisha kwamba hii orbit muda wote huwa inazunguka kufuata jua. Kwa hiyo hii satellite muda wote huwa inakuwa kwenye upande ambapo jua limemulika dunia. Na hii ni kwa sababu hii satellite ni satellite ambayo inatumika kupiga picha ambazo zina resolution kubwa sana. Ni resolution tunaita spatial resolution ya 0.5. Hebu cheki, hii ni picha ya satellite ya Iran. Tunajua Iran na wenyewe walikuwa na satellite kama 2 hivi ambazo na zenyewe zinaweza kutumika kupiga picha, lakini hii ndio picha ambayo hizi satellite za Iran zilikuwa zinaweza zikapiga. Unaweza kuona, uwezo kuona vitu vingi sana kwenye hii picha. Hauwezi ukaona ni kitu gani hasa ambacho kiko hapo chini, labda ni gari la kijeshi au labda ni rada ya silaha ya ulinzi wa anga kama Patriot ambayo iko hapo ili uwe na uwezo wa kuilenga kiufanisi zaidi. Sasa hizi hapa ndo picha kutoka kwenye hii satellite ya Wachina ambayo Iran walifanikiwa kuikodisha. Cheki resolution yake inavyoonekana, yani picha ambayo inaonekana kila kitu kiko fresh sana. Na hii sasa ndio inaweza ikawezesha Iran kuweza kufanya mashambulizi yenye ufanisi mkubwa sana, kitu ambacho Marekani hawakutegemea. Sasa sijui kama intelligence ya Marekani iliferi kupata hii detail kwamba tayari Iran walifanikiwa kununua satellite au kukodisha satellite ambayo inaweza ikapiga picha zenye resolution kubwa kama wao. Japokuwa hii resolution bado ni ndogo, haiwezi kafikia satellite za Marekani, lakini hii inatosha kuweza kufanya mashambulizi yenye ufanisi mkubwa. Sasa labda CIA au labda agency nyingine ya Marekani ya kukusanya intelijensia walijua hiki kitu, lakini wakaona hii haitakuwa sio priority yao kubwa sana, wakaamua focus na vitu vingine. Lakini matokeo yake mashambulizi ambayo Iran waliweza kufanya yalikuwa na ufanisi mkubwa. Ni kusema kwamba hii ndio mara ya kwanza Marekani anapigana adui mwenye uwezo wa satellite, mwenye uwezo wa kupiga picha za satellite ambao kwa asilimia kubwa inaweza kufikia resolution ya satellite za Marekani. Kwa hiyo intelligence hapa inakuwa iko draw. Sasa kwa inavyoonekana Iran hawakuweza kutumia tu satellite kuweza kupata intelijensia yao, hapana. Waliweza kutumia mbinu zingine. Kwa mfano waliweza kufanya ujasusi kwa kutumia maputo. Haya huwa ni mabaluni ambayo yanaweza kapaa umbali mrefu sana, na wanaweza wakawekea kamera au labda sensor zingine ili kuweza kukusanya data za target ambayo Iran walikuwa wanaweza kutaka kuilenga. Kwa hiyo haya mabaluni yalikuwa yanapaa juu sana kwenye kambi za Marekani kukusanya hizi detail na kujua Marekani wamepaki ndege zao wapi, na rada ya silaha ya ulinzi wa anga hii Patriot iko upande gani na imefocus wapi haswa. Lakini pia Iran waliweza kupata taarifa zingine kutoka kwenye drone zao ambao na zenyewe zilikuwa zinapaa kwenye haya maeneo. Walikuwa wanatumia drones aina ya quadcopter. Hizi ni drones ambazo zina mapanga kama helikopta, lakini tofauti yake hapo manne, na inazifanya hizi drones ziweze kupaa umbali mrefu kwa ajili ya kufanya reconnaissance. Sasa Iran walipopata hizi data za kambi mbalimbali za jeshi la Marekani ambazo zipo Middle East, waliwezaje kuzitumia hizi data? IRGC waliweza kupanga mashambulizi yenye ufanisi mkubwa kwenye hizi target kwa kutumia drones. Kwa mfano kama tayari umeshajua rada ya ulinzi wa anga, air defense imefocus upande gani, unaweza ukaplan route ya drone yako ambayo inakuja kufanya mashambulizi kwenye hizi kambi ipitie wapi ili kukwepa kuonekana na hizi rada za ulinzi wa anga. Sasa hii ndio nguvu ya kuwa na intelligence yenye uhakika.
Sasa huwa inajulikana wazi kwamba hii silaha ya ulinzi wa anga ambayo Marekani wanaitumia kwa jina la Patriot, rada yake inayotumika kwenye swala zima la kutarget, yani kuangalia target yake iko wapi, tunaita target acquisition radar. Hii ni rada kwa jina la AN/MPQ-65. ina tatizo moja kubwa sana. Hii rada haiko vizuri kuona target ambazo zinasafiri umbali mfupi kutoka ardhini. Sababu hii rada ilitengenezwa mahususi kwa ajili ya kudili na makombora ya ballistic pamoja na cruise missile au ndege zinazopaa juu sana, au hata kwenye ile ambayo tunaita medium altitude, yani umbali wa mita 9,000 kutoka ardhini. Hizi ndio target ambayo hii rada ilidesigniwa kuwa vizuri kuweza kuziona na kuweza kuzitarget au kuelekeza makombora ya ulinzi wa anga hadi sehemu ambapo hizi target zipo. Sasa huu udhaifu wa hii rada kutokuwa na ule uwezo wa kuona target ambazo zinasafiri chini chini, ndio Iran waliamua kuutumia kuweza kufanya mashambulizi kwenye hii kambi za jeshi la Marekani. Sasa wengi tulikuwa tunaamini kwamba haya mashambulizi ya kwanza Iran ni mashambulizi ambayo yatakuwa yanafanyika bila kuwa na mpangilio maalum, sababu tayari jeshi la Marekani pamoja na Israel walikuwa wameshaua makamanda wa Iran ambao wanatakiwa kutoa hizi order. Kwa hiyo mpangilio wa mashambulizi yale ya kwanza hautakuwepo, lakini hiki sio kitu kilichotokea. Ni kitu ambacho hata Marekani wenyewe kimewashangaza, sababu Iran waliweza kufanya mashambulizi yenye coordination kwa kutumia makombora ya ballistic pamoja na drones pamoja na hizi ndege za kivita ambazo nyingi zilikuwa zimebeba glide bomb. Haya ni mabomu ambayo hizi ndege ziweza kuachia umbali wa distance fulani na yakaweza kusafiri hadi kwenye hizi kambi za jeshi la Marekani. Kwa hiyo coordination ilikuwepo tena kubwa sana, sababu hauwezi ukafanya mashambulizi kwa kutumia silaha mbalimbali bila kuwa na coordination. Na Iran walifanikiwa kutumia hizi jeti za kivita, japokuwa kuna jeti zingine ambazo Marekani walifanikiwa kuzishambulia. Sio Marekani, ni Air Force ya Kuwait ndio walifanikiwa kutungua hizi jeti za Iran ambazo na zenyewe zilikuwa zimebeba glide bomb kwa ajili ya kwenda kushambulia kambi za Marekani. Air Force ya Kuwait waliweza kuzishambulia hizi jet na kuzidondosha. Sio Kuwait, ni Qatar, nachanganya kati hizi nchi mbili. Na hizi jeti zilikuwa ni Su-24 na zilifanikiwa kushambuliwa na F-15 za Qatar, lakini moja ya jeti ya Iran ilifanikiwa kupenya na kupiga kambi ya jeshi la Marekani. Hii ni kambi kwa jina la Camp Building, na hii ndio F5 iliyofanikiwa kupiga hii kambi. Ni jeti iliyotengenezwa mwaka 1980 na Marekani wenyewe, na hii jet Marekani walifanikiwa kuwauzia Iran kipindi kile walipokuwa na mahusiano mazuri. Ni jet iliyotengenezwa kwa lengo la kuzalishwa kwa wingi sana, ndio maana utaona hii jet umbo lake ni dogo. Walifanya hivyo ili kuweza kupunguza gharama za utengenezaji wa hii jet. Sasa unaweza kaniuliza Max, kama walikuwa wanataka kupunguza gharama za uzalishaji wa hii jet, kwa nini walitumia injini mbili na sio moja kama tunavyoona jeti za F-35 au F-16 za sasa hivi zinavyotumia injini moja? Kwa nini waliamua kutumia injini mbili? Hii ni kwa sababu kipindi kile bado walikuwa hawana uwezo wa kutengeneza injini ambazo ziko reliable, yani injini ambazo haziwezi kupata matatizo sana zikiwa huko juu. Sasa kipindi kile cha zamani ulikuwa ukitengeneza jet yenye injini moja alafu ikaenda huko juu, kumbuka hizi injini zilikuwa bado zina matatizo ya kuferiferi, kwa hiyo teknolojia ilikuwa iko vizuri kipindi kile. Sasa hii jet yako yenye injini moja ikienda juu alafu ikafeli, hivyo ndio utakuwa umepoteza hii jet na pengine hata rubani. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wanaamua kutengeneza hizi jet zenye injini mbili, ili hata kama injini moja ikifeli, nyingine iweze kuituisha hii jet salama. Kwa unakuwa umesave rubani na umesave na jet yenyewe. Lakini kwa sasa hivi tayari nchi mbalimbali kama Marekani wamefanikiwa kutengeneza jet ambazo zina ufanisi mkubwa, lakini pia ziko reliable. Injini kama ya jet ya F-16 na injini kama ya jet ya F-35, hizi zote ni injini ambazo ziko reliable sana, uwezo ukasikia zimefeli kirahisi. Kwa ndio maana hizi jeti zinaweza kupiga kazi na injini moja na zisipate ajali sana kama jeti za zamani. Sasa hii jet ya F5 ni jeti ambazo kwenye upande wa kufanya manuva, yani kwa mfano kukwepa mashambulizi ya adui, ipo kwenye kategori tunaita bleeder. Yani hii jeti ni bleeder sababu ina umbo dogo sana pamoja na mabawa mafupi. Sasa unaweza kadhani ni advantage. Kuna baadhi ya faida ambayo hii jet inaweza ikapata, kwa mfano kuweza kupiga kona za sharp sana. Tatizo ni kiwango ambacho hii jet inaweza kupoteza nguvu wakati wa haya manuva. Hii ni kwa sababu kwenye ule wakati wa kupiga kona sharp, ndege ni lazima inamishe mabawa yake ili kupata ile force ya lift, yani ile force ya kunyanyuka kwenda juu. Sasa kwenye hizi ndege zenye mabawa mafupi hufanya msuguano wa hewa na mabawa ya hii ndege kuweza kuongezeka sana, na matokeo yake nguvu ya hii jet ya kukata kona nyingine baada ya kumaliza kukata ile kona ya kwanza inakuwa ni ndogo sana, na sometimes inakuwa haipo kabisa. Sasa hii inaifanya hii ndege kuwa slow sana, lakini pia kutokuwa na uwezo wa kuongeza speed ya haraka.
Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa adui kuweza kuilenga. Ndio maana naamini mimi huyu rubani wa Iran ni bahati sana ameweza kusurvive kufanya mashambulizi kwenye kambi ya Marekani na kufanikiwa kupaa hadi alipotoka. Yani kuweza kushambulia sehemu ambapo panalindwa na silaha ya ulinzi wa anga ya Patriot. Sasa kwa mfano kama Patriot ingeweza kuiona hii jet na kuifyatulia makombora, tunajua Patriot huwa ina tabia kufyatua makombora mawili. Sasa kwa mfano hii jet ingeweza ikakwepa kombora la kwanza, lakini lile kombora la pili lingeikuta hii jet imekaa tu hapo. Isingekuwa na uwezo wa kuongeza spidi ya haraka au kufanya manuva kukwepa ili kombora. Tunajua Patriot inatumia makombora ya Mark 3 ambayo haya ni makombora ambayo yanaweza kafika speed hadi ya Mark 5, kwa hiyo ni hatari sana. Na angeweza kuilenga hii jet isinge survive. Hii ni kwa sababu hii jet ni bleeder, yani nguvu yake ya manuva inapotea haraka sana. Sasa kama unavyojua marubani huwa wanapenda kusema kwamba speed is life, kwa hiyo ukikosa speed inamaanisha umekosa maisha. Sasa hii ni tofauti kama tulivyowahi kuona jet ya Urusi, hii ni Su-34 ilivyofanikiwa kukwepa makombora mawili ya Patriot kwa kufanya manuva tu. Hii ni hatari. Kumbe sijawahi kutupia hii video nadhani hii video nilifanikiwa kuiandaa lakini sikufanikiwa kuipost. Sometimes huwa nasahau kama niliandaa video fulani, huwa nasahau kabisa. Kwa hiyo ngoja nitafute hii video sehemu gani ilipo ili niweze kuipost. Mambo ni mengi kweli. Lakini ninachoweza kukuambia ni kwamba kuna jet ya Urusi, hii ni Su-34 ilifanikiwa kukwepa makombora mawili ya Patriot. Alafu kumbuka hii jet ni fighter bomber, haina uwezo mkubwa wa kufanya manuva kama jet kama Su-35 ambayo hii jet imedesigniwa kupigana hizi vita za angani, kwa hiyo uwezo wake wa kufanya manuva ni mkubwa sana. Kwa hiyo siku zote haya maswala huwa yanaanguka ni nani rubani anayepaisha hii jet. Je, huyu rubani yuko vizuri au yuko vibaya? Akiwa yuko vizuri anaweza kasurvive hii show ya Patriot. Lakini pia kitu kingine ambacho kinamata ni muda gani amepata hii taarifa. Kama taarifa ilichelewa, kuna chance kubwa ya kutoweza kusurvive, lakini kama taarifa iliwahi, anaweza akasurvive. Na hiki ndio kitu ambacho tulikiona kwenye hii jet ya Su-34 ambayo iliweza kukwepa makombora mawili ya Patriot. Ilipata taarifa mapema kutoka kwenye ground station. Waliweza kumonitor na kuona makombora ya Patriot yamefyatuliwa yakielekea kwenye hii jet, kwa hiyo akaweza kumpa taarifa huyu rubani, akaweza kukwepa makombora mawili ya Patriot. Huyu rubani alikuwa anaitwa Victor. Nitakuja kuposti hii video siku moja, kwa hiyo usiache kusubscribe. Swali la muhimu hapa la kujiuliza ni kwa nini Patriot ilishindwa kutungua hii jet na matokeo yake ikaweza kushambulia kambi ya jeshi la Marekani. Kwanza tuliona rada ya Patriot, hii ni ile target acquisition radar kwa jina la AN/MPQ-65. Haina uwezo mkubwa wa kuangalia target ambazo zinapita chini chini, kitu ambacho tunaamini ndicho rubani wa hii jet F5 alifanya. Kumbuka Patriot kwa asilimia kubwa rada yake imedesigniwa kudili na makombora ballistic pamoja na cruise missile ambazo zinapaa juu sana. Inaonekana kwamba Marekani wenyewe walikuwa wanajua kwamba hii rada ya Patriot ina shida, sababu huu ni uwanja mpya wa vita. Huu ni uwanja mpya ambao umetawaliwa na drones za kivita ambao hizi zinasafiri chini chini sana, lakini pia resolution yake kwenye rada ni ndogo sana, kwa hiyo uwezo ukaidetermine na ukaijua hii drone iko wapi. Na mara nyingi hii target inapotelea kwenye filter tu za hii rada, kwa hiyo hiki ni kitu ambacho Marekani walikuwa wanajua. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wameshaanza kutengeneza rada nyingine. Sasa jinsi drones zinavyoonekana kwenye rada ndivyo hii jet ya F5 kama ikipita kwenye profile fulani itakavyoonekana kwenye rada. Itaonekana kama ni background noise fulani hivi ambayo hii rada inajaribu kuziondoa ili kupata target halisi. Kwa hiyo jinsi gani rubani wa hii jet alivyopaisha hii jet kwenye profile fulani ya kuweza kuidanganya hii rada ya Patriot kwamba hamna kitu, lakini kumbe hii jet ilikuwepo sababu ya umbo lake dogo, lakini pia jinsi gani ilivyopita chini chini kwenye kambi ya jeshi la Marekani ndipo kuliwezesha hii jet kuweza kufanya mashambulizi. Sasa haya yote ni mambo ambayo jeshi la Marekani walikuwa wanajua, na ndiyo maana sasa hivi wametoa hela ya emergency karibu dola bilioni 8 ili kununua rada nyingine mpya kabisa. Hii ni rada inayojulikana kwa jina la Low Tier Anti-Missile Defense Sensor Radar. Na haya maamuzi ya kutoa hizi hela nyingi sana kwa ajili ya kununua hii rada ni maamuzi yaliyokuja wiki 3 tu baada ya hili shambulizi la Iran kwa kutumia hii jet F5 kwenye hizi kambi za Marekani. Kumbuka hii ni ndege au ni jet yenye umri wa miaka 67 na iliweza kuwapa kichapo kikali sana cha aibu kubwa jeshi la Marekani. Kwa hiyo ndio maana wameamua kuinvest kwa ajili ya hii rada. Sasa kitu ambacho hatujui ni kwamba hii rada itakwenda kureplace rada ambayo ilikuwepo ya Patriot au zitakwenda kufanya kazi kwa pamoja. Yaani hii rada ambayo inakuja mpya yenyewe kazi yake itakuwa ni kuangalia zile target
ambazo zinapita chini chini, yani low altitude target, na hii rada ile kuwepo ya zamani ya Patriot itaendelea kufanya kazi ya kuangalia zile target ambazo zipo juu sana. Kumbuka hii rada kwenye swala zima ya kutungua makombora ya ballistic imekuwa iko vizuri. Issue imekuja kwenye hizi drones pamoja na hii jet F5 ambayo iliweza kupita chini chini na kufanya mashambulizi. Okay, lakini sababu nyingine ambao watu wengi wanasema ni kwa nini Patriot ilishindwa kudeal na hii jet ni AI. Inajulikana kwamba tokea muda mrefu Marekani, jeshi la Marekani wamekuwa wakiintegrate software ya Patriot na AI ili kuwasaidia maoperator wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kuweza kufanya maamuzi haraka sana na kuweza kushambulia hizi target huku zikiwa zijaingia kwenye distance ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa Patriot kuweza kuzishambulia, sababu AI kitu ambacho inaweza kufanya ni maamuzi haraka haraka kwa kutumia pattern na vitu vingine. Kwa hiyo inaweza kufanya maamuzi haraka sana na Patriot ikaweza kufanya mashambulizi haraka ili kuweza kushambulia target kabla hazijaingia kwenye situation ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa Patriot kuweza kudeal nazo. Yani ni kama kuongeza ufanisi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kufanyika baada ya integration ya software ya Patriot na AI ni kwamba Patriot inaweza kaoperate automatically. Yani inaweza kaoperate kama mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani ile ambayo tunaiona iko kwenye meli, mifumo kama Aegis ambayo inatumia makombora ya SM3, SM6 kushambulia target ambazo ziko mbali sana ili kulinda zile aircraft carrier pamoja na strike group mzima. Hii mifumo ili kuongeza ufanisi wake huwa inafanya kazi automatically, inaweza kufanya kazi automatically kabisa, yani bila kuwa na input ya binadamu. Hii mifumo inaweza lenga target yake na kufanikiwa kuishambulia. Kuna kipindi fulani tulisikia iliweza kufanya madhara makubwa sana kushambulia jet za Marekani wenyewe. Mambo hutokea, na hii ni kwa sababu hii mifumo inaweza kuoperate automatically kabisa. Sasa hiki ndio kitu ambacho jeshi la Marekani walikuwa wanataka kukikopi kwenye mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot ambayo ni mifumo ya ardhini, sababu walikuwa wanajua kwenye uwanja wa vita Iran moja kwa moja lazima watataka kuanza kulenga mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot ili kuhakikisha kwamba jeshi la Marekani wanaacha hii vita, sababu interceptor zisipokuwepo, wasipokuwa na uwezo wa kuintercept makombora ya ballistic ya Iran, automatically Marekani wataacha kufanya mashambulizi Iran ili Iran wasifanye mashambulizi ya ballistic kuelekea kwao, kitu ambacho kinaweza kuleta maafa makubwa sana kwao, sababu hawana ule uwezo wa kutungua makombora ya ballistic. Sasa kwa kulijua hilo, huenda Marekani waliamua baadhi ya mifumo ya Patriot isiyo na watu kabisa, yani AI ndio zinafanya kazi kuweza kutungua makombora ya ballistic ya Iran ambayo nakuja kujaribu kushambulia hizo kambi za Marekani pamoja na ile battery zima la Patriot. Lengo hapa ni kupunguza vifo vya watu ambao vinaweza vikatokea kama ile kombora la ballistic likifanikiwa kupiga ile battery zima la Patriot. Okay, na hii hatuna uhakika kama hiki ndio kitu kilichotokea. Marekani waliamua kuacha AI zifanye kazi kushambulia makombora ya ballistic ya Iran kwa kutumia Patriot. Hiki ni kitu ambacho hatuna uhakika, lakini kuna video moja ambayo nilikuwa nataka kukuonyesha hapa hivi. Hii ni video ya mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot ukijaribu kulenga target ambayo tayari hii target imeshaharibiwa na makombora mengine ya ulinzi wa anga, lakini bado Patriot inazidi kuilenga hii target. Sasa unaweza kuona kabisa haya ni makosa ambayo yanaweza kufanywa na AI, lakini sio operator wa kibinadamu. Operator wa kibinadamu anaweza kaona kabisa tayari haya makombora yameshatunguliwa, hakuna haja kufyatua makombora mengine kwa ajili ya kulenga hivi vipande ambavyo tayari vimeshatunguliwa. Na utaona kabisa haya makombora ya Patriot yanavyoenda juu yana self destruct sababu hayaoni target ambayo yametumwa kuilenga. Mimi nadhani haya ni makosa ya AI na sidhani kama operator wa kibinadamu anaweza kufanya haya makosa. Sasa kama unavyojua bei za makombora ya Patriot, hapo inamaanisha kombora moja ni sawa na bilioni 10 za Kitanzania. Hii ni hatari. Kwa hiyo hebu cheki, kombora la kwanza bilioni 10, bilioni 20, bilioni 30. Hii ni hasara kubwa sana, na hii hasara yote inaletwa na AI. Okay, asante sana kuangalia hii video. Jina langu ni Jmax, na usiache kutupa support kwa kulike hii video, tupia comment yako ili watu wengine waweze kuiona. Usio mchoyo wa haya madini. Lakini pia unaweza kaangalia video zangu zingine za nyuma ambazo bado zipo. Japokuwa ni muda mrefu sijatoa video, utoaji wangu wa video unasuasua. Hii ni kwa sababu kuna vitu fulani navifanya, lakini baada hivi vitu kukamilika tutarudi kwenye hali ya kawaida. Video zitakuwa zinamwagika kama zote. Kwa hiyo bye bye.